bajeti yake ya kwanza tangu kuchukua mikoba, waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi ametoa mgao mkubwa zaidi wa shilingi bilioni 450 katika sekta ya usalama, kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika miaka ya kifedha ya awali ndani ya sekta hiyo, kama anavyoarifu Stephen Masha. Wasilisha bajeti ya shilingi trilioni 4.29 mbele ya bunge la kitaifa Alhamisi tarehe 12 Juni, waziri wa hazina John Mbadi alisema mgao mkubwa kwa sekta ya usalama ni thibitisho kwa azma ya serikali ya William Ruto kulinda taifa la Kenya na kuhakikisha wananchi usalama. Katika mgao huo, jeshi la ulinzi la Kenya KDF lilipata mgao mkubwa wa shilingi bilioni 202.3 kusaidia operesheni za kijeshi, kuboresha kambi za kijeshi, ununuzi wa vifaa vipya, uzalishaji wa vifaa vya ulinzi nchini, kuimarisha shughuli za ulinzi majini na anga, kando na shughuli nyingine zaidi. Huduma ya kitaifa ya polisi NPS ilitengewa shilingi bilioni 125.7, hii ikiwa ni pamoja na bilioni 10 kwa kukodi magari mapya ya doria na shilingi bilioni 3.6 kwa kuboresha vifaa vya kisasa vya polisi kama vile kamera za mwilini na vifaa vya mawasiliano nchini. Huduma ya ujasusi wa kitaifa NIS imepokea shilingi bilioni 51.4 kwa ajili ya kupanua uwezo wa uchunguzi, vita dhidi ya uhalifu wa mitandaoni na ukusanyaji wa taarifa za kijasusi. Idara ya usalama ndani na utawala wa kitaifa ilipatiwa kima cha shilingi bilioni 33.5 kwa ajili ya uratibu wa usalama katika kaunti, kukabiliana na dharura na uendeshaji wa shughuli za kiutawala. Wakati huo idara ya usalama ilipatiwa shilingi bilioni 38.1 kwa uboreshaji wa miundombinu, maslahi ya wafungwa na mipango maalum. Mgao huo wa shilingi bilioni 450 kwa sekta ya usalama ukionekana kuwa msimamo wa Kenya katika kutilia mkazo usalama na udhabiti wa kimsingi katika kufufua uchumi. Wizara ya fedha inasema uwekezaji huu unalingana na ajenda ya mageuzi ya kiuchumi ya bottom up na unatarajiwa kuimarisha nafasi ya Kenya kama kiongozi wa kikanda katika masuala ya amani na usalama. Huku Kenya sasa ikitambulika kama mshirika wa kimkakati wa usalama wa NATO na mshirika mkuu katika udhabiti barani Afrika, bajeti hii kubwa ya ulinzi inatafsiriwa kama kujipanga kwa vitisho vinavyozidi kuongezeka duniani. Zaidi ya maafisa 1,000 wa polisi wa Kenya na vitengo maalum wametumwa kurejesha utulivu huko Port Elizabeth, Prince